Jambo jingine ambalo limejitokeza leo ambalo pia ni kidogo limeshtua mawakili ni kitendo cha wenzetu wa mahakama kuzuia kufanyika kwa mazungumzo kwenye maeneo ya mahakama, na sisi tumelichukua hiyo kama changamoto. Tutaangalia ni namna gani tunaweza kulizungumzia na wenzetu wa mahakama, kuangalia ni namna gani haya mambo yanaenda. Si taratibu ya kawaida sana kuona mahakama inazungukwa na askari na watu kuzuiwa kuchukua habari. Tunaamini kwamba watu wana haki, hasa wanahabari wana haki ya kupata taarifa na kuwataarifu wananchi nini kinachoendelea, lakini leo tumekutana na changamoto ambayo ya mawakili kuzuiwa kuongea na waandishi wa habari na kutoa briefing nje ya jengo la mahakama. Kwa hiyo tumelazimika kutoa briefing hii baada ya nyie kutuomba taarifa kwenye eneo ambalo ni tofauti kabisa, nafikiri karibu na bahari, lakini tunaamini taarifa hii bado itawafikia wananchi. Lakini tunaamini kwamba pengine mahakama haikujielekeza sawa sawa. Tutajaribu kuongea nao, kuangalia na kupata mwafaka wa namna bora ambayo habari zinaweza kusambaa kwa nyinyi ambao mnapenda habari. Tunaamini aidha kama sio hivyo, basi mahakama sasa, kwa kuwa nao ina watu wao wa kitengo cha mawasiliano, kama hawapendi mawakili watoe taarifa, basi tutaamini kwamba maafisa kutoka kitengo cha mawasiliano cha mahakama kuu basi ndio watakuwa na jukumu hilo la kutoa taarifa ya nini kilichodili kwenye mahakama yao. Kwa hiyo naamini kwenye uhuru wa habari na uhuru wa kutoa habari ambayo ni jambo la kikatiba, halipaswi kuzuiwa na mahakama. Swali la msingi ni kwamba mahakama ina nguvu ya kikatiba ama kisheria ya kukataza press briefing hasa kwenye compound ya mahakama. Unajua mahakama kama alivyosema, watendaji wa mahakama ndio wamiliki wa majengo yao. Kwa hiyo kama mmiliki wa jengo anaweza akafanya hivyo. Sisi tunachosema ni kwamba hatutarajii kwamba mahakama iwe ni sehemu ya kutaka kuficha habari. Kwa hiyo hilo ndio ambalo tumesema ni jambo ambalo pengine ngazi za mahakama linabidi kukaa nao chini na kuangalia kwamba yani kuna ubaya gani wa kuchukua taarifa nje ya geti la mahakama. Alafu kwa nini mahakama kama nania namna hiyo, yani kwa nini yenyewe ende kutafuta askari zaidi ya 20 kuzuia wanahabari kuchukua taarifa karibu na jengo la mahakama? Haiingii akilini, lakini kwa kuwa ndio wamiliki wa jengo lao tunawaachia. Lakini tunaamini jaji mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam ataliangalia hili kwa jicho la tofauti kidogo na kuona kwamba hakuna ubaya kwa wanahabari kupata habari na kuchukua jengo la mahakama. Haya ni majengo tu. Power ya information ni muhimu zaidi. Sasa sijui mahakama iliwaza nini, lakini hatuwezi kuwasemea kwa sababu wana nafasi. Lakini na nyie pia kama wanahabari mna haki ya kuweza kuwahoji na kuwauliza, yani kwa nini wanazuia habari kuchukuliwa kwenye jengo lao. Pengine wana sababu za msingi. Tunaona haya yanatokea siku chache baada siku kadhaa huko nyuma tu jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania alitamka wazi kwamba alitamka swala hili kuhusu mawakili kuongea baada ya kutoka mahakamani, baada ya kesi kuisha, kufanya zile press briefing. Yeye kwa maoni yake na kutokana na yale ambayo alisema, alikuwa anaona kama hiki sio kitu sahihi, na akawaambia akatoa maoni yake kama hayo kwa kwenu nyinyi mawakili. Unadhani pengine haya yanatokea kufuatia kauli yake jaji mkuu ama yanatokea kwa bahati mbaya? No, inawezekana kabisa jaji mkuu kwamba haya yanatokana na maelekezo ya jaji mkuu, na tunahitaji kwa kweli nafikiri jaji mkuu kutoa guidance, kwa sababu ambacho naamini jaji mkuu alimaanisha ni kwamba usitoe briefing ambayo ina prejudice kesi iliyoko mahakamani.
lakini kueleza kile ambacho shahidi amekisema ni jambo la kawaida, na haya mambo dunia nzima wamekuwa watu wanarekodi mambo ya kwenye mahakama. Wakati mwingine mahakama inafanya matukio yaliyoko mahakamani live. Sasa kwenye taasisi kama mahakama ya kwetu ya Tanzania ambako mahakama haifanyi live broadcast, the only way ambapo mahakama inaweza, kama ni njia sahihi ambayo ya kutekeleza maamuzi ya jaji mkuu, ni wao mara baada tu ya kesi, labda kesi ambayo ni muhimu ambayo wananchi wangependa kuijua, wawe na afisa wao wa mahakama anayewapa briefing wanayotaka wao kutolewa kuhusu nini ambacho kimejiri mahakamani. Lakini mimi sioni kosa lolote kwa mimi kama wakili kutoa taarifa ya nini kilichojiri mahakamani, kwa sababu nina haki ya kikatiba ya kutoa taarifa na haki hiyo ninaweza kuitekeleza kwa kuwa ni haki ya kikatiba. Na mimi naamini jaji mkuu amekuwa ni mmoja kati ya majaji tofauti sana, kwa kuwa yeye kila kwenye mahubiri yake au risala zake amekuwa akihubiri ukuu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongelea kutoa taarifa. Kwa hiyo in the absence au pale ambapo mahakama yenyewe haitaki kutoa taarifa, taarifa hiyo lazima itatolewa na watu wengine. Sasa kama watu wengine ni mawakili, sijaona tatizo lolote. Kwa hiyo kama kuna namna ambayo pengine jaji mkuu na wenzetu wa mahakama wangependa taarifa hizi zitolewe ili ziwe bora zaidi, kwa maana ya nani, basi naamini jaji mkuu atatoa maelekezo ya tunaita judicial guideline au maelekezo ya kimahakama ya namna gani mawakili watoe taarifa. Lakini kusema kabisa mawakili wasitoe taarifa, sidhani kama ni sahihi sana.